Mchungaji, dabi ya Kariakoo ya Juni 15 ama mchezo nambari 184 umepelekwa hadi tarehe 25 mwezi huu Juni 2025. Licha ya mchezo kupelekwa mbele, tumeona taarifa kutoka kwa wenyeji wa mchezo ambao ni Young Africans wakieleza nia yao ya wazi kushiriki mchezo huo, lakini pia bodi ya ligi na wenyewe walitoa taarifa hiyo kwamba mchezo umepelekwa mbele. Wekundu wa Msimbazi Simba mpaka sasa hawajatoa taarifa rasmi kwamba watakwenda kushiriki mchezo mara baada ya taarifa ya kupelekwa mchezo mbele, lakini siku mbili nyuma kabla ya taarifa hii Simba walionyesha wazi msimamo wao kwamba hawatotambua mchezo mwingine ama hawatoshiriki mchezo mwingine wa nambari 184 ambao utachezwa tofauti na Juni 15. Mchungaji, mwana Simba, shabiki, mdau wa mpira, naweza kusema hivyo, hiki ambacho wanaendelea ama kinaendelea katika viunga vya Msimbazi, kwa maana kimya kutoka kwa viongozi kwenye sakata hili, binafsi kwanza kinakupa shauku ya namna gani na maoni yako hasa ni yapi? Mimi kwa kifupi, wala yani tusipepese macho. Sisi dabi yetu ilikuwa leo Juni 15. Hiyo ya tarehe 25, mimi kama mimi ushauri wangu tusipeleke timu. Na tukipeleka timu tutaonekana tuna udhaifu mkubwa. Nisikize kwa makini hapo. Ndio. Simba kama atapeleka timu tarehe 25, tutaonyesha udhaifu mkubwa mno kwa Yanga. Na Yanga tayari washanoti kwamba safari hii Yanga wana nguvu kuliko. Maoni yangu kwa ujumla ni kwamba hivi, haya ni maoni, sio msimamo wa Simba, ni maoni yangu. Nasema nitashangaa sana Simba kama tarehe 25 atapeleka timu uwanjani. Ndakupa sababu za msingi zifuatazo. Tunazisikiliza. Yanga ataonekana ndio mfalme wa nchi hii kama tutakubali sisi kupeleka timu tarehe 25. Pili, Yanga tabia ya kuiendesha bodi ya ligi haitakoma. Tatu, watajiona wao ndio wenye nchi. Ili wasijione kwamba wana nchi na wasijione kwamba bila Yanga na maisha yataendelea, si tarehe 25 hamna kupeleka timu. Wakacheze na bodi yao ya ligi iliyopanga. Haiwezekani bodi nani, hii inakuwa ni dabi ya pili inaahirishwa kila siku. Na nitashangaa mwalimu naye kama atakubali kwenda kupeleka timu. Sababu inawezekana viongozi wakasema tupeleke timu, mwalimu naye kamtamshangaa naye kukubali kwenda. Anaiandaa timu mara mbili kwa ajili ya dabi, alafu dabi ichezwe, maana yake nini? Juzi msemaji wetu anatuambia kwamba tarehe Jumapili kutakuwa ndio siku ya dabi na barua ikatolewa official. Na kokote pale walipo watu waje uwanjani. Leo hii tunaambiwa bila sababu za msingi dabi imeahirishwa. Na hakuna sababu ya msingi yote ambayo tumeambiwa. Hapo mtu atuambie tarehe 25 tarehe 23 tupeleke timu. Hiyo never. Hiyo kitu hakipo kama hicho. Na kama watapeleka timu, wataonyesha udhaifu ambao umepindukia. Kwanza Yanga watatucheka, kwanza mpaka midai wanatucheka kwamba matakwa yao yote yaliyotakiwa yamefuatiliwa. Takwa la kwanza kabisa wasema viongozi wa bodi hatuwataki, na kweli hawapo. Takwa la pili wakasema sisi tusogezewe mechi, na mechi imesogezwa. Maana yake Simba kadharauliwa kwa 100%. Kwa hiyo Simba ikitokea anapeleka timu, Simba ataonekana ni hopeless kabisa. Tarehe 25 wacheze na bodi ya ligi. Na ikiwezekana hata mechi zinazofuata tusicheze. Yanga chukue ubingwa wake. Simba nielewa mpaka hapo. Yaani mechi zinazofuata za ligi, Simba angestop, Yanga chukue ubingwa na bodi ya ligi watajuana wenyewe. Sisi mara kesho tuanze fresh. Kwa hili ambalo limetokea. Mchungaji, endapo Wekundu wa Msimbazi Simba kama ambavyo unajaribu kutoa maoni yako kwamba kwa heshima ya nembo ya Simba Sports Club kwamba viongozi wasidiriki kupeleka timu uwanjani, unadhani hatma ya mpira wa Tanzania na kwa mimi binafsi ninavyoona ni kwamba kwenye hili sakata Simba ndo kama wameshikilia mpini hivi, maamuzi yao ndo yanakwenda kuamua hatma ya mpira. Unaiona wapi hatma ya mpira? Mimi nikwambie ndugu yangu, mbona Yanga walisimama nchi nzima, mpaka viongozi wa Yanga, mpaka baadhi ya viongozi ambao tunaona kama wabunge walisimamia msimamo huo kwamba tarehe 15 hawapeleki nini? Hawapeleki timu wachezi. Na walitoa sababu za msingi eti bodi ya ligi wao wana uwezo. Imefikia hatua sasa hivi kwenye nchi. Imefikia hatua kwenye nchi. Yanga wanaamrisha jambo na likaenda. Vilabu 16 vyote. Vilabu 15 havina uwezo wa kuamrisha kitu, lakini Yanga ana uwezo wa kuamrisha kitu. Kwa hiyo Yanga anaamrisha na kuambia kwamba tarehe 15 sipeleki timu na viongozi wa bodi ya ligi wafukuzwe, na kweli wamefukuzwa na bodi ya ligi imepeleka mbele mechi.
Alafu leo hii Simba wanakaa 25 anaenda. Hiyo never, hiyo haiwezekani kaka, haiwezekani. Tutaonyesha udhaifu sana kwenye nchi hii. Na sisi tutachekwa mpaka chini ya uvungu. Nasema hivi, uongozi wa Simba kama ananisikia, wasije wakapeleka timu uwanjani tarehe 25. Wakipeleka tarehe 25 na inatokea Yanga anashinda achukua ubingwa. Sasa mtasema nini kwa? Mtatuambia nini sisi? Mtatuambia nini? Mtatuambia nini sisi? Mechi yetu ilikuwa leo Jumapili ya dabi. Alafu nashangaa eti kuna mtu mwingine anaona kawaida, sio kawaida hii. Hii ni dharau ilioje. Yanga amekuwa nani kwenye nchi hii? Yanga kama nani kwenye nchi hii? Basi tumwache ligi acheze peke yake. Ndio. Ligi hii sio ya Yanga tu. Ligi hii ya timu karibu 15. Yanga anatoa maamuzi na anasikilizwa. Mbona si maamuzi yetu asikilizwe? Na sisi tunataka maamuzi yetu tunayotoa kama wana Simba. Tarehe 15 25 acha tucheze hiyo mechi, waende na bodi ya ligi. Kama Yanga alivyokataa, na sisi tucheze hiyo mechi. Au na Simba pia mna matakwa yenu mnahitaji. Matakwa yetu ni kwamba hivi mechi kwa leo tucheze. Kwa nini iahirishwe? Na kwa nini sababu za msingi hatujapewa? Sababu za msingi hatujapewa. Yanga walipewa sababu za msingi. Waliambiwa mechi kuna rushwa. Mechi na nini? Kiusalama hairuhusiwi. Walipewa sababu hizo. Tuambie leo Simba amepewa sababu gani ya kuahirisha hii mechi kutochezwa leo? Yaani from nowhere watu wanaamua tu. Timu imetayarishwa, kocha anaitayarisha ile timu kwa gharama. Kawaandaa wale kisaikolojia baki akili. Dabi ya pili inaahirishwa, kocha kama yule yupo ndani ya timu. Swala hili ni never haiwezekani. Tarehe 25 Yanga wakacheze na bodi ya ligi. Sisi hatutakubali. Kama viongozi watapeleka timu wapeleke wao. Kwa hiyo mashabiki, wewe ukiwa miongoni mwa baadhi ya mashabiki, msimamo wenu ni msimamo wetu ni kwamba hivi tarehe 25 sisi timu hatupeleke. Kama viongozi wanapeleka wapeleke wao. Maana sasa hivi tunaonekana kama tunaendeshwa na Yanga. Na ni aibu. Ile nembo ya Simba ni kubwa kaka. Ina mnyama yuko hapa pembeni. Leo inaonekana tunaendeshwa na Yanga Afrika. Kanda mbili tuendeshe sisi. Kanda mbili tupeleke sisi, kanda mbili wanaamua. Eti wanasemeje? Mechi isogezwe na mechi inasogezwa. Wanakuambia watu fulani wana bodi watoke na wanaotoka. Alafu inaonekana sisi ni hopeless. Wanatucheka sasa hivi. Wanakuambia sisi ndio Yanga. Na sisi tunawaambia hii ndio Simba, hatuchezi. Bana mchungaji, hapa kidogo nataka tuzungumze sasa kimpira. Mwenyekiti wa klabu Mheshimiwa Murtaza Mangungu anasema kwamba walopanga tarehe 15 ndio hao walopanga tarehe 25. Simba inaheshimu mamlaka. Simba imesajiliwa kwa ajili ya kucheza mpira. Inakuwaje kama mwana Simba, aidha shabiki, mwanachama, mdau na mpenzi wa Simba, unasema kwamba tarehe 18 hatuchezi? Huoni ni kwenda tofauti na uongozi? Bana, mimi kwanza bahati mbaya mimi sio mwajiriwa. Sio mwajiriwa wa Simba. Wa Simba. Umeelewa bana? Mimi nasema kitu ambacho nakifiri mwenyewe. Sio, unaelewa mpaka hapo? Ndio. Mimi sio mtu ambaye anaenda napoa posho labda na mtu. Mimi Simba nimeipenda mimi mwenyewe, na Simba lazima nisemee pale ambapo naona kwamba Simba inafanya vibaya. Nitasema, mimi sitaacha kusema. Hao ambao wanajua, hao wanajua kupindisha, wanaendelea kupindisha. Mimi nimenyooka hivi siku zote nikisema ukweli ndio hivyo hivyo. Mimi nilikwambia Zanzibar tusipeleke timu. Kilichotokea, mimi nilipiga kelele nikasemeje? Nilikuwa nimevaa jezi hii kwamba Zanzibar Simba asipeleke timu. Tusikubali kupeleka timu Zanzibar. Simba sikapelekwa. Berkane sikachukua ubingwa. Ndio. Leo tarehe 25 unaenda kwenye mtego. Yaani mtego umetegwa leo unajipeleka. Kwa sababu watu wananiambia eti ni mpira. Kama ni mpira, kwa nini wao sikubali kucheza leo? Kwa sababu watu wengine ujue wanataka kuingiza siasa kwenye haya mambo. Anakuambia Simba si nzuri, sina kina Mpanzu. Kwani sicheze tarehe hiyo? Hiyo hatuangalii, tunaangalia heshima ya klabu ya Simba. Heshima ya klabu ya Simba lazima isimame vile vile. Kama Simba Sports Club, mnyama akiwa hapa kwa moyoni. Tumeelewa mpaka hivyo. Lakini leo inatokea Yanga yeye akipanga la kwake linakuwa. Kwa nini la Simba likipangwa liwi? Ila kwamba si nchi hii ni Yanga peke yake. Nchi hii ya vilabu 16, ligi hii ya vilabu 16. Kwa nini Yanga anasikizwa peke yake? Hii ni dharau. Mechi kwa leo ichezwe. Full stop. Full stop. Kwa sababu wameandika kama kwenye magari hatuchezi ngoma tu. Wamefanikiwa. Wamefanikiwa. Na tarehe kusogezwa mbele imefanikiwa. Tarehe 25 ndio siku ambayo imepangwa ndio adabu. Na sisi hatukubali kucheza tarehe 25. Na viongozi wangu naomba wakubali. Ili wazo nalo hapa sikubali kucheza tarehe 25. Yanga wakacheza na bodi ya ligi. Hatima mpira itakwenda. Nasema hivi, hatima na hiyo hivyo hivyo. Mbona Yanga kasikilizwa? Sasa nikwambie, kabla hapo Yanga wamesemeje? Sisi hakuna mtu mwenye uwezo kutunyang'anya hata pointi moja.
nusu alama. So kweli nusu alama. Wanakuambia hivi, bado hajazaliwa wa kuipokonya Yanga pointi hata hii moja. Je, nikuulize kuna mtu atakayepokonya pointi Yanga? Si ndio imepelekwa mbele tarehe? Ina maana Simba imekuwa shamba la bibi. Simba imefikia hatua inadharaulika kiasi hicho. Yaani Simba watu wanaidharau, inafikia hatua mpaka maamuzi yanatolewa na watu wanasema tawile, tarehe 25 tunaenda. Haiwezekani. Kitu kama hicho hakipo. Mtu anavuta kwenye tarehe anataka tarehe inapangwa, bodi ya ligi wanapanga tarehe wanavyotaka wao. Na sababu za msingi watupi. Mtego. Hapo watu wanachekelea wanasema tutawafunga. Hakuna kitu kama hicho hata kama tukiwafunga. Lazima tuonyeshe msimamo wa mpira. Leo tarehe 15 ilikuwa ndio mechi yetu tunacheza leo. Mimi kiujumla nilikuwa na uwezo nikamwambia viongozi wa Simba, mimi ligi imeishia leo. Kwamba michezo yote mitatu ile Yanga anachukua ubingwa wake. Simba hapo. Mimi basi. Mimi sichezi tena. Mpeni ubingwa. Hata tarehe 25 simtego huo. Tarehe aliyotaka sasa umepangiwa. Na tarehe aliyopangiwa si Yanga anakuwa bingwa. Maana kumbuka na Yanga anatafuta sare tu. Sare tu. Yanga anachukua ubingwa. Ndio. Mechi hii ya leo kwa Yanga aje asije Simba angechukua ubingwa. Pointi tatu ungechukua na sheria inaturuhusu. Ndio maana bodi ya ligi mpaka jana mchana wanakuambia ligi wanakuambia kwamba dabi iko pale pale. Ijumaa wanakuambia dabi iko pale pale. Jioni jana wanakuja kutubadilishia ubao. Hii sio sawa na sio fair. Wana Simba mimi nasema tusikubali swala hili. Swala hili tusikubali. Yanga kwa sababu alikataa kucheza tarehe 15 na sisi tarehe 25 hatuchezi. Ngoma hiyo draw. Ligi ionekane tu hakuna bingwa aliyepatikana. Bana hayo ni maoni yako mtu. Na nitashangaa sana. Na nikueleze kweli. Mimi nikwambia kweli. Narudia tena. Mechi ya Zanzibar nilisimama nikasema hivi, Simba tusiende. Kama Benjamin Mkapa imeshindikana Simba tusiende. Si hao wameenda. Berkane si bingwa. Tarehe 25 tena tunataka eti Simba tupeleke timu. Kwanza Yanga watatucheka, dunia itatucheka. Vilabu vyote tutaona sisi hatuna lolote. Kwa tabia hii tunaiona. Viongozi wanasifika kwa hekima na busara. Nikwambie hekima imegawanyika. Kuna hekima ambayo ya kuendeshwa. Sielewa? Hekima ya kuendeshwa, yani mtu anachofanya jambo lake, anaamua yeye hapo anaendesheni nyinyi wote. Wao usikii Yanga wanatamba sasa hivi. Usikii? Wakombe Simba wenye nchi. Nasema kusikia mwananchi hakuna mwananchi mwingine ndio sisi. Wanaenda mbali zaidi wanakuambia hivi, tukisema letu hakuna mtu akutupingia. Wanaenda mbali zaidi wanakuambiaje, sisi kulikuwa hakuna uwezo mtu kutunyang'anya point. Na kweli hakuna mtu anyang'anya point. Wanasema kitaka hata Mangungu atoke. Wanasema hivi, wale bwana, wewe chafu yangu. Yaani wale wameenda mbali zaidi wanakuja kuzungumza sema, sisi tukitaka hata kiongozi wetu wa Simba pale atoke. Anatoka. Wewe ni dharau zilizopitiliza hizo. Hapo najua mnakubali tarehe 25 tunaenda. Kwa sababu kuna machao wengine maneno kama hayo wanageuza. Kwa sababu kuna machao wanageuza maneno kama hayo. Kwamba tarehe 15 twendeni. Wakienda waende wao. Kwa sababu kienda yao mnamsindikiza Yanga kwenda kuchukua ubingwa. Waende uwanjani. Wakienda tarehe 25 wanaisindikiza Yanga kwenda kuchukua ubingwa. Wanaisindikiza Yanga kuchukua ubingwa. Narudia wanaisindikiza Yanga kwenda kuchukua. Narudia wanaisindikiza Yanga kwenda kuchukua ubingwa tarehe 25. Yes, mchungaji umeongea mengi kweli kweli, japokuwa nadhani una mengi lakini mengine tuyahifadhi mpaka pale taarifa kutoka kwa klabu itakapotoka. Zungumza na wana Simba ambao wanaitakia mema. Mimi kwa ujumla, mimi sina taarifa. Taarifa ni ya kwao wao. Mimi kwa sababu naweza kujiongoza na mimi na akili timamu. Ni kwamba taarifa ya kwao wao. Hiyo taarifa atakayoitoa mimi nilichokiona. Mimi nilichokiona ndio hiki. Mtazamo unaoona mimi na msimamo wangu mimi ndio huu hapa. Kwamba tusiingie mkenge wa kudharauliwa. Nembo ya Simba haiwezi kudharauliwa kiasi kile. Nembo inadharauliwa. Sasa hivi unajua yeye wanajiita sisi anasema sasa hivi wanajiteje? Wanasema sisi ndio wenye mpira wetu. Tukisema leto linakuwa. Na maana Simba haimo. Ni dharau. Na kejeli. Hata 25 unaenda hata unaenda unafungwa tena. Yanga anachukua ubingwa mbele yako. Hii ni dharau. Mimi msimamo wangu. Narudia tena. Tarehe 25 Simba sioni sababu ya kupeleka timu. Na Simba mimi nawashauri wasipeleke timu. Yanga wacheze na bodi ya ligi. Shukrani sana. Asante, Mungu awabariki sana. Asante sana.